Endelea na story yetu ya hoteli ya nyota 5 ya Miss Yu, ambapo tunamkuta Miss Yu akiwa anaongea na Guyu na kumlazimisha amombe msamaha, na anakuja Zhao Feng ambaye ni moja ya wafanyakazi wa hapo na kumnong'oneza kitu Miss Yu, na anamkumbusha kwamba Miss Yu kabla ya kuolewa na tajiri Mr. Zhu alikuwa anafanya kazi katika hoteli hiyo, na alikuwa ana tabia ya kusachi wallet za wateja kila akiingia kwenye vyumba vyao. Hivyo Mr. Zhao anamwambia sidhani kwamba jambo hilo ambalo amekuwa nalo linaweza likaficha tabia yake mbaya hiyo, na likampendeza pia mume wake Mr. Zhu, yule tajiri mkubwa, kwamba mkewe alikuwa na historia ya wizi na atafurahishwa kuliko kuchafua wao katika hoteli hiyo. Hivyo anaambiwa kwamba akae kimya. Lakini haya ikiwa yanaendelea kwenye chumba cha mazungumzo hayo, Zhao Feng anamwambia Miss Yu kwamba Mr. Guyu yule ambaye alikuwa ni meneja wa hoteli hiyo anaambiwa kwamba aende kwa sababu hana kosa lolote, na hiyo inaonekana ni kama ni moja ya makosa ambayo Miss Yu ambaye imekuwa anafanya vituko vya aina yake ili kudhalilisha zaidi kwa wadhifa mkubwa aliyokuwa nao Mr. Guyu, ambaye yeye alikuwa ni moja ya mameneja kubwa tu katika hoteli hiyo. Miss Yu baada ya tuhuma hizo anakubali yaishe na anabeba mkoba wake, anataka kunyanyuka kuondoka, na meneja Guyu na Miss Ma na kijana Shashi na Zhao na kuanza kuondoka, huku akimwambia Guyu kwamba bado hayajaisha, yani katika kile ambacho yeye anataka kukizungumza au kukitanabasha yako bado hakijafika mwisho. Lakini Miss Ma anamwambia Miss Yu kwamba kuna kitu ambacho mumewe anahitaji kumwambia, kwamba amwambie kitu, na mumewe kitu gani anataka. Miss Yu anauliza, na kama ni mtu wa karibu ambaye amekuwa pia analeta visa hotelini hapo, Miss Yu anamwambia Miss Ma ya kwamba asiwe na haraka kuhusu nini ambacho kimekuwa kinamfanya afanye katika hoteli hiyo. Lakini Miss Ma anamwambia Guyu, yani yule meneja, kwamba kilichotokea kati yake na yeye bado hakijafika mwisho, na anachofanya anataka aombe radhi au anamtaka aweze kuacha kazi. Na baada ya kusema hivyo, Miss Ma akiwa na kijana Shashi, wao wanakaa katika nafasi ya kukaa kujiuliza ni kosa gani ambalo Miss Ma amekuwa analishikia bango hivyo, na ni kosa gani ambazo Miss Yu amefanyiwa na kijana Guyu, yule meneja wa hoteli hiyo, na mpaka kufikia hatua ya yeye kumuhitaji kwamba aache kazi na asiendelee na kazi. Lakini na katika kuwaacha huko, Miss Guyu pamoja na Zhao Feng wakiwa hawajui wafanye nini baada ya Miss Ma kuondoka, wanaamua wao kubaki peke yao ili kujadili kuhusiana na swala zima ambalo Miss Yu amelianzisha katika hoteli hii. Wengi wamekuwa hawajui